Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema kwamba Israel haitaruhusu risasi wala moto wowote katika jamii ya watu. Hapo awali waziri mkuu huyo amesema kwamba mpango wao ni kuona nchi ama makundi ya wapiganaji yasiruhusiwe kurusha makombora ambayo yatatua katika maeneo ya raia. Hapo awali waziri wa ulinzi Israel Katz alituma ujumbe kwa serikali ya Lebanon kwamba Lebanon lazima itekeleze makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah ama Israel itaendelea kufanya mashambulizi. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Netanyahu alisema kuwa Israel haitaruhusu moto wowote katika jamii yake yoyote katika taarifa yake siku ya Ijumaa kufuatia makombora ya kwanza mjini Beirut tangu makubaliano ya kusitisha mapigano na Hezbollah kutekelezwa mwezi Novemba. Anasema mtu yeyote ambaye bado hajaweka ndani ukweli mpya nchini Lebanon alipokea mfano mwingine leo wa azimio letu, Netanyahu alianza. Alisema kwamba mlinganyo umebadilika, kilichokuwa kabla ya Oktoba 7 hakitarejea. Hatutaruhusu moto wowote kwenye jamii zetu, hata chembe. Tutaendelea kutekeleza usitishaji wa vita kwa nguvu, kushambulia popote nchini Lebanon dhidi ya tishio lolote kwa taifa la Israel na kuhakikisha kwamba wakazi wetu wote wa kaskazini wanarejea kwa usalama, waziri mkuu wa Israel alimalizia. Hapo awali waziri wa ulinzi wa Israel Katz alituma ujumbe kwa Lebanon kwamba Lebanon lazima itekeleze makubaliano ya kusitisha mapigano, la sivyo Israel itafanya mashambulizi mazito dhidi ya Hezbollah na itaendelea kuishambulia nchi hiyo kadri iwezekanavyo. Kumekuwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na makundi ya wapiganaji. Mojawapo ni kundi la Hezbollah la Lebanon, lakini pia kundi la Hamas baada ya kushambuliwa, lakini pia kundi la Wahouthi ndilo gunzo wakati huu ambapo Marekani imeapa kula nalo sahani moja. Israeli ilitaka kufanya mashambulizi huko Yemen, lakini Marekani ilikataza, na waziri mkuu Benjamin Netanyahu akaahidi kwamba lazima kisasi kilipizwe. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz amesema kwamba nimetuma ujumbe wa wazi kwa serikali ya Lebanon, ikiwa hutatekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano tutatekeleza. Kwa kila jaribio la kudhuru jamii ya Galilaya, paa za majengo katika wilaya Dahiyan, lakini pia Beiruti itatikisika, alisema. Tuliahidi utulivu kwa wakazi wa Galilaya na hivyo hivyo itakavyokuwa. Mapema Ijumaa alasiri, Israel ilishambulia jengo linalotumiwa na Hezbollah kuhifadhi ndege zisizokuwa na rubani katika eneo la Dahiye katika viunga vya Beirut. Asubuhi hiyo hiyo, ving'ora vilisikika katika Galilaya ya kaskazini katika eneo la Kiryat Shimona, Margaliot, Tel Hai, Misgav ni maeneo ya Israel ambayo yalirushiwa makombora yaliyotoka huko Lebanon. Hezbollah ilikanusha kuhusika na ufyatuaji wa maroketi hayo. Kabla ya mashambulizi ya Beirut, waziri mkuu wa zamani Naftali Bennett alisema Israel inapaswa kuishambulia Iran kujibu ufyatuaji wa roketi, wakati Hezbollah, wakala wa Iran, inaposhambulia Israel. Israel lazima ijibu mjini Tehran, Bennett aliandika katika chapisho la X ama zamani Twitter. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakuwa tukikujuza mambo mengi ambayo yanajiri duniani, ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati, lakini na ulimwenguni kwa ujumla. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.